niwashukuru sana mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kwa kunipa fursa hii adhimu ya kuzungumza nanyi leo, hasa katika zoezi hili la ugawaji wa visaidizi vya mafunzo kwa watu wenye ulemavu, yani watu wasioona. Natoa pongezi za dhati kwa PPRA kwa kuandaa mafunzo haya muhimu yaliyofanyika tarehe 25 Aprili 2025. Hasa kwa ushirikiano na chama cha wasioona TLB na jumuiya ya wasioona Tanzania TAB. Ni wazi kuwa mafunzo haya, ndugu zangu, pamoja na visaidizi hivi yatasaidia sana katika kuwawezesha watu wenye ulemavu na makundi maalum kwa ujumla kufahamu na kutumia fursa za upendeleo zinazotolewa katika ununuzi wa umma. Manake mnafahamu wakati mwingine hauoni, ndio maana kitabu hiki kina nukta nundwe ambacho kitakuwezesha wewe kusoma vizuri. Lakini kwenye hizi redio kuna flash ambayo ndani yake kuna sauti inayokuelekeza nini cha kufanya. Hivi viunganishi viwili hivi vitakusaidieni wewe kuweza kujua fursa mbalimbali ambazo kimsingi Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kitendo hiki mlichokifanya kwetu sisi kama Wanailala wa Tanzania, mmefanya kitendo kikubwa sana. Kwa mtu yoyote anaweza akaangalia fedha mliotumia milioni 50, milioni 100 kwa ajili ya kutoa elimu. Kwetu sisi Wanailala, na bahati nzuri kina mzee Malecha wako hapa na wenzake, tunaona ni thamani kubwa sana ambayo mmeifanya kwa wenzetu, kwa ndugu zetu. Mwanadamu anakuwa mlemavu kwa sababu hawezi kufanya jambo fulani, lakini lile jambo ukimwezesha akapata nyenzo, anakuwa sio mlemavu, anaweza kufanya. Mwanadamu hawezi kuona kwa sababu hana macho, lakini ukimpa nyenzo ambayo nyinyi mmeifanya, inamfanya kuona kwa sababu anaweza kufika. Mafunzo haya kwa kundi hili la watu wasioona kwa upande wa kanda ya Pwani limetugharimu takriban shilingi milioni 52. Na hii ilikuwa katika kutoa mafunzo pamoja na kuchapisha vifaa hivi visaidizi, ikiwemo vitabu vya nukta nundu ambazo ni braille, vyote ambavyo tumegawa kwa washiriki wote waliohudhuria mafunzo haya ambao walikuwa takriban 250. Na sasa leo vile tunaendeleza kwa kugawa visaidizi vingine ambavyo ni redio zenye uwezo wa kupokea memory card na flash disk, ambazo sasa hivi memory card na mafunzo hayo ya sasa, lakini natupa nafasi pale ambapo tunatoa mafunzo mengine tutakuwa tunaleta mafunzo yetu na natumia redio hizi kusikiliza. Nirudi kuwashukuru watu wa PPRA chini ya mkurugenzi Dennis Simba kwa hiki mlichokifanya. Ni kikubwa na ni muhimu kwetu. Lakini watu wao wanasema hivi, changamoto moja inapozuiliwa inakuja nyingine. Alafu wivu wa maendeleo ni ule kwamba na mimi nipate. Mheshimiwa mkurugenzi, upo na kiongozi wako wa bodi, lakini pamoja na mgeni rasmi anasikia. Mafunzo haya tunayahitaji yaenee nchi nzima. Na pengine kwa kuanzia, mheshimiwa, kipekee kuna mikoa ya kusini. Yaani hao ni kama wale wa vijijini na wa mjini. Sisi wa mjini hapa alhamdulillah bana tunakula mambo,
Lakini mikoa ya kusini imesahaulika, na huko kuna wasioona, na wao wanataka 30% waijue, na pengine waanzishe hivyo vitu ambavyo vinawafanya wa qualify sasa kunufaika na masuala ya mfumo wa NeXT.